Askofu Daktari Alex Marasusa, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania na mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, msaidizi wa askofu dayosisi hii, baba katibu mkuu, wakuu wa majimbo, wachungaji wote, wadhamini wa huduma hii ya Twende Zetu kwa Yesu mwaka wa 2025, watumishi wa Mungu wote, washiriki wa tamasha hili, Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo wa unyenyekevu mwingi, ninamshukuru Mungu kupata neema ya kusimama katika tamasha hili la 12. Mungu mwenye miezi 12 aendelee kuwa baraka kwetu sote. Na kama ni miezi 12, mwaka unakamilika, najua ni mwezi wa 6, lakini ndani ya moyo Mungu mwenye miezi 12, tamasha hili la 12 atukamilishie kila kitu ambalo litakuwa linakuja, ile tamasha la 13. Kwangu mimi nitakuwa na hesabu kama ni tamasha jipya. Mungu akatufanyie jambo jipya. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo anaye hai, nakuja mbele zako katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Nalo neno la asante kwa ajili ya huduma ambayo Bwana imeanza toka saa 12 asubuhi. Maana imeandikwa, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Watoto wako Bwana tumekusifu toka asubuhi na mpaka mida hii. Bwana, mida hii tunapokwenda kupokea ujumbe wa neno lako, naomba neema yako na baraka zako na ziwe pamoja nasi katika jina la Yesu. We Mungu aliye na mapenzi mema pamoja nasi, tunaomba tuone neema yako na baraka zako. Nami najiweka kwako Bwana. Bwana, unaliangalia neno lako na kulitimiliza. Naomba neno lako lisikurudie bure, bali litimize mapenzi uliyolituma katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu tunalipata kutoka ile Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, mlango ule wa 12 mstari wa 32. Mahali hapo pameandikwa, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Tafasiri zingine zimeandika, lakini mimi nikiinuliwa kutoka nchi, nitawavuta watu wote waje kwangu. Tafasiri zingine zimeandika, nami nitakapoinuliwa juu ya nchi, nitamvuta kila mmoja kwangu. Wapendwa watumishi wa Bwana, leo kama ni ishi kwa malengo, liko lengo la Mungu, liko lengo la taifa, liko lengo la kanisa, liko lengo la familia, na liko lengo la kwako. Napozungumza ishi kwa malengo, manake tunazungumza maisha. Napozungumza ishi kwa malengo, manake tunazungumza mahusiano. Tunaposema ishi kwa malengo, manake tunazungumza mazingira. Mwaka huu ambao tunazungumza Twende Zetu kwa Yesu, ishi kwa malengo, Mungu ana lengo nasi. Na kama ambavyo leo toka asubuhi tumeendelea kumsifu Bwana, na hili ni lengo la Mungu. Maana imeandikwa, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Mbarikiwe wote, maana tumefanya lengo lililo la Mungu. Kila mwenye pumzi amemsifu Bwana. Ninaomba tujipigie makofi, maana tumetimiza lengo la Mungu. Na kama tumetimiza lengo la Mungu, na Mungu aliye na malengo nasi, hata kamtuma Yesu Kristo, ambaye waimbaji wamesema Yesu ni namba 1. Huyu ambaye ametumwa na kwamba
atamvuta kila mtu. Waliokataliwa atawavuta wote, wasiopendwa anawavuta wote, ambao hawakataliwa Yesu anawavuta. Siku ya leo tuko mbele za Mungu ambaye ana mamlaka yote mbinguni na duniani, ambaye ni Alfa na Omega, ambaye ni ndiye mwanzo na mwisho, aweze kutimizia malengo yetu. Napozungumza ishi kwa malengo, malengo yana changamoto, lakini simamia lengo lako ili utimize ndoto yako. Mbele za Mungu, maskini na tajiri, wa kike na wa kiume, wote tuna saa 24. Ni namna gani kila saa iendayo kwa Bwana unaitumia kwa malengo? Ni namna gani kila siku iendayo kwa Bwana unaitumia kwa malengo? Wapendwa wana tamasha, kama kila saa iendayo kwa Bwana tutaitumia kwa malengo, tutaweza kutoboa. Na Mungu atujalie neema ili kila saa iendayo kwa Bwana tuweze kutoboa. Na kama kila saa iendayo kwa Bwana tutaishi kwa malengo, tutapasua anga. Na Mungu atujalie neema tunapoishi kwa malengo. Mungu atusaidie. Nikawa na mtafakari mtumishi wa Bwana huyu Yesu Kristo anayesema atawavuta wote, hata wale ambao kama katika maisha yao wameshika boksi ama katika malango yao makufuri yameharibiwa. Yesu anawavuta wote, maana ni Yesu anayevuta wote. Na kama anavuta wote, na ndo maana hata alipokuwa anakaribia msalaba, anapokutana kukataliwa, anapokutana na kuuawa, anapokutana na kubezwa, bado alisimamia lengo. Nikutie moyo unaposimamia lengo, lengo la masomo, lengo la ajira, lengo la mahusiano, endelea kusimamia lengo. Ishi kwa malengo. Ishi kwa malengo. Niwatakie baraka za Bwana. Tukiishi kwa malengo, utajua mipaka yako. Tukiishi kwa malengo, utahamishwa katika leli yako. Nikawa na mtafakari Yusufu katika ile Mwanzo 39 mlango wote, na ukisoma ule mstari wa 9, akasema yeye alipolijua lengo lake la kazi katika malango anayoishi, na yule mama ambaye ni mke wa Potifa alipotamani afanye mbambamba na Yusufu, lakini Yusufu akasema, nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu? Yusufu hakutaka mbambamba, maana alijua Mungu ni wa maana. Tunapotembea katika tamasha hili, Mungu atujalie neema. Ukikutana na mbambamba zozote, haijarishi zinafanywa na nani, lakini thamani yako ya uhusiano na Mungu ni jambo la msingi. Kwa hiyo niwatakie baraka za Bwana. Tunaposimamia lengo, haijarishi anayekushawishi ondoka kwenye lengo ana nafasi gani. Mungu aliye na malengo mema nasi Mungu aendelee kuwatunza, Mungu aendelee kutupigania. Ishi kwa malengo, maana yake utahama katika lile unaolifanya, na kama utafanya, utatenda, utatembea katika hilo. Mungu ametuleta hapa duniani, anayo makusudi. Hayuko aliyekuja hapa duniani ambaye hana lengo la kufanya. Mungu yupo, ametuleta kwa kusudi. Na ndio maana mwenzetu Daudi akasema, nyakati zangu ziko mikononi mwako. Na kama yuko mtu anayekatiza nyakati zako, anakatiza malengo yako, hakatizi kwa ajili yako, anagombana na Mungu. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, anayekatiza ndoto zako, Mungu mwenyewe aweze kukutetea, Mungu mwenyewe aweze kukupigania. Tunapozungumza tamasha la leo kwamba ishi kwa malengo katika mazingira ya wayo yoyote, simamia malengo yako. Niwatakie baraka za Mungu, niwatakie neema ya Mungu hata katikati ya vizingiti vingi kama Danieli, lakini bado Danieli akasimama akamtegemea Bwana. Tufike mahali kwamba
na ijulikane kwamba yuko Mungu, na Mungu wa Danieli ndiye Mungu, na Mungu wa kwako ndiye Mungu. Baraka zake na neema zake na ziwe nawe, na kila ulifanyalo likafanikiwe. Baraka zake Bwana na Mungu awe namba moja, uwe mjini uwe vijijini. Mungu aendelee kukubariki. Mungu mwenye baraka, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye uweza aendelee kuwatunza, na kila mazingira ambayo yakukatisha tamaa Mungu awatetee. Ishi kwa malengo. Twende zetu kwa Yesu. Ishi kwa malengo. Twende zetu kwa Yesu. Tubaki kwenye njia kuu ya mahusiano yetu na Yesu. Tubaki kwenye njia kuu ya msalaba wa Yesu Kristo, na lengo letu ni kwenda mbinguni. Nipo hapa inifanye nini? Upo ulipo ili uinue ufalme wa Bwana. Upo ulipo ili utangaze ufalme wa Yesu Kristo. Popote ulipo, tetewa na Bwana, nitetee na Bwana. Pata kuinuliwa, pata kutunzwa. Pata kuinuliwa, pata kutunzwa. Mwaka huu wa 2025 ambao ni ishi kwa malengo. Malengo ya kwako, malengo ya familia, iwe ya shule, iwe ya ajira. Mungu atujalie neema kutembea katika uaminifu. Uaminifu unalipa, uaminifu unapandisha ngazi, uaminifu ni kibali. Mungu atupe neema ya uaminifu popote tuwapo, usiku na mchana. Mungu atupe neema ya uaminifu, ili siku moja Yesu ambaye tumesema ndo namba moja akaseme, ulikuwa mwaminifu kwa madogo, ingia katika makubwa. Kila mmoja mahali alipo, Mungu apate kukuinua. Kila mmoja mahali alipo, Mungu apate kumtegemeza. Kila mmoja mahali alipo, timiza ndoto ambayo Mungu amekukusudia katika maisha yako. Timiza ndoto ambayo Mungu amenikusudia katika maisha yangu. Mungu anakuazia mema, Mungu anakuazia baraka. Baraka zake Mungu na ziwe juu yako. Atunze kuingia na kutoka kwako. Atunze masomo yako, atunze maisha yako. Huyu ni Yesu ambaye anakaribisha wote, anaita wote. Ione kesho yako yenye kicheko. Ione kesho yako yenye furaha. Ione kesho yako yenye kuinuliwa. Lakini ili uinuliwe ziko changamoto, lakini yuko mtetezi wetu ambaye ni Yesu Kristo. Akutetee, akupiganie, akutunze, maana peke yake ningekuwa naanzisha wimbo, mwamba wenye imara kwako nitajificha. Yesu awafiche, Yesu awatunze. Pata kutoboa, pata kupasuanga, pata kutembea kwa uweza wa mwana kondoo. Ongeza tena makofi kwa baba askofu. Wapi makofi tena DJ Unlimited?